Kwanza niseme kulingana na kijiografia, kulingana na eneo ambalo sisi tupo kama Tanzania, bandari zetu zote tunashindana zaidi namba moja na sisi wenyewe, katika maana kwamba tutakapoweza kuongeza gati katika bandari ya Dar es Salaam, tunategemea kuongeza zaidi ya gati 10. Tunategemea kuanza ujenzi wa bandari ya Bagamoyo. Tunategemea kuanza kuongeza gati 3 Tanga. Tunajenga gati ya Kisiwa Mgao kule Mtwara, lakini tutaongeza gati nyingine pia ya mizigo. Sisi tutaweza kuhudumia mzigo mkubwa sana. Hivi ninavyoongea ni kwamba tunahudumia mzigo zaidi ya uwezo wetu. Kwa hiyo juhudi kubwa au ushindani mkubwa ni dhidi ya sisi wenyewe kuhakikisha kwamba kwa haraka kabisa tunatengeneza gati zaidi, tunatengeneza maeneo ya kuhudumia mizigo, tunaweka mitambo ya kisasa, tunatengeneza barabara zetu. Tutakuwa katika nafasi kubwa sana ya kiushindani kama tunashindana. Lakini kwa sasa hivi, kwa sababu tuna mzigo mkubwa, tunachochukulia ni kwamba tunasaidiana, we complement each other na hizi bandari nyingine. Hatujai kukaa siku hatuna meli zinazosubiri, si Tanga, si Dar es Salaam, si Mtwara. Kila siku tunazo meli ambazo zinasubiri. Maana yake ni kwamba ningeweza nikasema kwamba ushindani mkubwa tulionao ni kwamba tungekosa meli. Lakini vile vile katika kuhudumia, kwa sababu inawezekana ukawa na meli nyingi lakini vile vile ukawa huzihudumii vizuri. Maana yake kwenye ushindani mtu mwingine baadaye atakwama. Kwa hiyo hilo ndo ambalo nasema kwamba tunashindana sisi wenyewe, kwamba licha ya kwamba tuna mzigo mkubwa, licha kwa muda kwa karibia kipindi cha miaka 5, lakini tunatakiwa tuongeze juhudi katika kuongeza hii miundombinu ya bandari, ili sasa kuwe kuna ile sustainability ya uhudumiaji ule wenye tija. Maana yake ni kwamba mteja akiona kwamba mzigo wake inachelewa, baadaye atahamia kwenye bandari nyingine, hata kama kijiografia bandari ile iko mbali na anakopeleka mzigo, hatahamia kule. Kwa hiyo niseme tu kwamba tunaweza kusema kwamba tunashindana na bandari za Msumbiji, za Afrika Kusini, lakini pia na ile ya Mombasa. Lakini kwa hivi sasa tunahudumia mzigo mkubwa sana, na tuna mzigo mkubwa sana ambao bado unazihitaji bandari zetu. Tunachopambana nacho ni kuongeza uwezo wetu. Napenda sana kwamba tutengeneze bandari zetu tuweze kuhudumia mzigo, kwa mfano wa parachichi, bila matatizo yoyote. Lakini mzigo wa maparachichi unahitaji ukifika bandarini meli ingie. Sio unafika bandarini meli ina siku 20 au ina kabla ya kuingia. Maana yake mzigo ule utaoza. Kwa hiyo yule analima maparachichi Tanzania, uwezo kumlazimisha kutumia bandari ya Dar es Salaam wakati bandari yako ina meli nyingi sana ambazo zinasubiri kuingia. Meli ya kubeba mzigo wake ambao unaweza kuoza inaingia moja kwa moja katika bandari ya Mombasa. Kwa hiyo ili mteja wetu parachichi lake lifike fresh, lifike sokoni liko fresh, basi sisi tunasema kwamba wanatusaidia katika sekta yetu ya kilimo. Na ndio maana utaona kuna baadhi ya mizigo inaenda katika bandari ya Mombasa, lakini ipo mizigo inayoacha bandari ya Mombasa inakuja kwetu, kwa sababu upo urahisi wa kuifikisha kule inakoenda, kwa sababu ya ufupi wa njia, lakini vile vile na gharama, lakini vile vile na mazingira mazuri ambayo serikali imeweka ya kiuchumi kwa ujumla. Mazingira ni mazuri yanasababisha unaweza kufanya biashara, kuna malori mengi, tuna usalama, barabara zetu zinapitika. Kwa hiyo na mahusiano yetu na hizi nchi ambazo zinatuzunguka ni vitu ambavyo sisi vinatupa edge kwenye hiyo competition ambayo unaiongelea.